Maseneta wawili wa Marekani, Jim Risch na Jeanne Shaheen, wametoa taarifa kali kuhusu mwenendo wa uchaguzi Oktoba 29 nchini Tanzania, wakieleza kile wanachokiita kuvurugika kwa misingi ya demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika taarifa yao iliyotolewa mjini Washington, maseneta hao wamesema uchaguzi huo uliendeshwa katika mazingira yenye dosari kubwa, ikiwemo ukandamizaji wa kisiasa unaodaiwa kufadhiliwa na dola, utekaji unaolengwa na udanganyifu ndani ya mfumo wa uchaguzi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, matokeo ya uchaguzi yalionekana kuamuliwa kabla ya siku yenyewe ya kupiga kura, hatua ambayo wanasema ilichochea hasira kwa kukata tamaa kwa Watanzania wengi ambao walijitokeza mitaani kudai uwazi wa marekebisho mfumo wa uchaguzi. Hata hivyo, badala ya majibu ya kutuliza kutoka kwa mamlaka, taarifa hiyo inaeleza kuwa serikali ilitumia mkono mzito wa vyombo vya usalama, hatua iliyosababisha kile kinachoonekana kwa vifo vya mamia ya raia, pamoja na utekaji na kuwekwa kizuizini kwa wengine wengi. Maseneta hao wanasema vurugu hizi zimefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya uchaguzi wa Tanzania. Wanaeleza kuwa kuzimwa kwa interneti kulisababisha usumbufu mkubwa kwa shughuli za biashara, kukatiza mawasiliano na kuiweka nchi katika hali ya kutengwa wakati wa mchakato wa uchaguzi ukiendelea. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mazingira ya hofu yamekuwa na msukumo huo unaotishia sio tu udhabiti wa ndani ya Tanzania, bali pia usalama wa jumla wa ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa miaka mingi, uhusiano kati ya Marekani na Tanzania umejengwa juu ya misingi ya demokrasia, utawala wa sheria, usalama wa kikanda na ushirikiano wa kiuchumi. Lakini sasa maseneta Risch na Shaheen wanahitimisha kwa kusema kuwa mwelekeo mpya wa Tanzania unaelezea kama kujiondoa kwenye misingi ya uwazi wa serikali, mageuzi na utawala wa sheria. Unadai tathmini mpya na ya kina ya namna Marekani inavyojihusisha na taifa hilo. Taarifa hii inakuja wakati mjadala mpana ukiendelea kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Tanzania, nafasi ya upinzani na hatua za serikali kipindi hiki cha mpito ambacho baadhi ya wadau wanasema kinahitaji mazungumzo ya dhati na mara moja. Hadi sasa mamlaka nchini Tanzania hazijatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu kauli hii kutoka Washington, huku wachambuzi wa kisiasa za kimataifa wakitaja kauli hii kama ishara ya kuongezeka kwa msuguano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Kwa sasa dunia inatazama kwa karibu mwenendo wa siasa za Tanzania na namna serikali inavyojibu mashinikizo ya kimataifa kuhusu uchaguzi, haki za binadamu na mustakabali wa demokrasia ndani ya taifa hilo. Itakumbukwa pia Rais Samia hiyo jana aliweza kutangaza bungeni kuwa ameandaa tume ya maridhiano itakayoshughulikia machafuko yaliyotokea tarehe 29 Oktoba kipindi cha uchaguzi. Hata hivyo, wengi wa Gen Z wamekataa maridhiano hayo, wakisema kuwa wanahitaji ajiondoe katika kiti hicho, huku Samia akionekana kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana waliofungwa ama waliozuiliwa kwa makosa ya uhaini, akidai kwamba akimwamrisha DPP kuwa aweze kuachilia vijana wote walioshikwa kipindi cha machafuko hayo.